neno asante ama moyoni mwangu, wimbo wa wana Blessed Singers kutokea Tanzania. Mpenzi msikilizaji, una kila aina ya sababu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Una kila aina ya sababu ya kuweza kwenda mbele za Mungu na kumwambia asante Mungu. Nilipoanza Januari tarehe 1, sikujua kwamba nitafika Disemba 31, lakini kwa sababu yako, kwa sababu ya baraka zako, kwa sababu ya neema zako na kwa sababu ya yote yaliyo mazuri, nimefika Disemba 31. Wengi waliishia njiani, wengi wamekata tamaa, wengi wamekosa cha kufanya kabisa, lakini leo hii pia wana sababu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amewawezesha kuona siku ya leo, ama anawawezesha kuona siku ya leo, na sio kuona tu bali pia kuanza mwaka mpya 2026. Hivyo basi mpenzi msikilizaji, kibao hicho cha neno asante kinakuhimiza tu pata nafasi umshukuru Mwenyezi Mungu. Pata nafasi umwambie Mungu mawili matatu. Kaa pale kiti chako tu kizuri, ama piga magoti yako tu vizuri, ama lala tu hata chini umwambie Mungu, nataka niongee na wewe siku ya leo. Mchukue kama rafiki yako tu, mchukue kama bwana wako, mchukue kama mume wako, mchukue kama mtoto wako. Kaa tu na yeye hapo, muangalie hivi kwa macho na umwambie Mwenyezi Mungu, leo hii nakuja mbele zako, sio kukuomba chochote kile, ila tu kusema neno asante kwa faraja, kwa nguvu, kwa mwongozo, kwa neema zako, kwa baraka zako, na kwa kila aina ya baraka ambayo umenijalia katika maisha haya. Angekuwa ni mwanadamu, labda hatungewezana, lakini kwa sababu ni Mungu wa huruma, basi ni wakati wa kumwambia tu neno asante, kwa sababu amekuwa mkubwa katika maisha yetu. Na unaposema asante, unakuwa na matumaini, unaanza kuguza mbegu ya matumaini katika maisha yako, ya kwamba mwaka 2026 utakuwa ni mwaka salama, mwaka wa baraka, mwaka wa furaha, mwaka wa upendo, na mwaka wa neema nyingi tu. Hivyo basi msikilizaji, una kila sababu ya kuambia Mwenyezi Mungu asante. Una kila sababu ya kuambia Mwenyezi Mungu asante sana, nashukuru Mungu. Lakini pia una sababu ya kuambia Mwenyezi Mungu, nisamehe makosa yote niliyoyatenda mwaka 2025. Ninapoingia mwaka 2026, basi safari ianze upya, na maisha jinsi yalivyo kama kitabu, mpenzi msikilizaji, basi inakuwa ni nafasi nyingine ya kufungua ukurasa wa kwanza, ukurasa mpya kabisa. Leo hii tunafungua ukurasa wa mwisho kabisa wa kitabu hiki kiitwacho mwaka 2025, lakini tunapewa nafasi ya kufungua ukurasa mpya kabisa. Haujaandikwa chochote isipokuwa neno tu mwaka 2026. Hivyo basi tunapofungua ukurasa huo, tuingie na Mwenyezi Mungu, tufungue na Mwenyezi Mungu, awe kiongozi wetu, awe wa kutuongoza sisi